furaha, mwana wa Mungu Yesu kazaliwa. Leo jamani ni furaha, mwana wa Mungu Yesu kazaliwa. Yesu lala, mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya, sinzia Mwokozi. Yesu lala, mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya, sinzia Mwokozi. Yesu lala, Yesu lala, mtoto lala we. Yesu lala, Yesu lala we. Yesu lala, mtoto lala we. Yesu lala. Ni Masiha, mwana wa Mungu kaja kutukomboa. Huyu jamani ni Masiha, mwana wa Mungu kaja kutukomboa. Yesu lala, mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya, sinzia Mwokozi. Yesu lala, mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya, sinzia Mwokozi. Mpendwa mtazamaji wa TBC1, tumsifu Yesu Kristo. Ninakukaribisha katika tafakari ya leo tunayoipata katika Injili ya Mathayo sura ya 10 aya ya 17 hadi ya 22. Yesu aliwaambia mitume wake, jihadharini na wanadamu, maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mpendwa mtazamaji wa TBC1, leo tunafundishwa juu ya kuiishi imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa namna ya kumtetea. Ndiyo maana amesema, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kumbe tunaomwamini Bwana wetu Yesu Kristo tunafundishwa namna ya kuishi huku tukiongozwa naye. Maisha hayo utueleza upendo wa ndani kabisa aliotupatia Mungu kwa kumtuma Yesu aje kwetu. Kumbe tunapouonja upendo huo, tunavuta kushikamana naye huyu Bwana wetu Yesu Kristo, mpaka tunaonja maumivu ya kumsaliti yeye, kumwacha yeye, kwa maana ya kuacha ukweli, kwa maana ya kuishi maisha yanayowatenganisha watu na yeye. Kumbe maisha yanayotakiwa sasa ni maisha ya kuwapatanisha watu na Mungu, kwa maana ya kumtetea yeye. Kumbe walioelewa hivyo waliamua kuiishi imani yao kwa kuonesha upendo wao unaoeleza namna ya kumtanguliza Mungu katika kazi zao zote, namna ya kumtetea Kristo katika magumu wanayoyapata. Maisha hayo yaliwasaidia watu wengi zaidi kumwamini Yesu na kuonja upendo huo wa pekee,
Hao waliuishi upendo huo, wakafundisha watu kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa nguvu zote na kwa akili zote. Stefano ni miongoni mwa hao. Kumbe ndugu zangu wapendwa, tukionja upendo huo, tutaona kuwa maumivu yale yanayotokana na imani hiyo ni ya kawaida sana. Tutafikia hatua hata pale tunapoona kwamba wanatokea wale wa kuondoa uhai wetu. Kwa sababu tunavyompenda Kristo na tunaona kuna hatari ya kumkana yeye, tutaona maumivu yale ni madogo, hata kufikia hata hatua ya kuaga dunia kwa ajili ya kumtetea yeye. Mimi na wewe tunatakiwa tumtetee katika biashara zetu, tumtetee katika ajira zetu, kwa maana ya kuendelea kushikilia ukweli aliotufundisha yeye, kuishi maisha yanayowaeleza juu ya uwepo wake Bwana wetu Yesu Kristo katika mazingira yetu yote. Maisha hayo yaliwasaidia watu wengi zaidi kuendelea kumwamini yeye na kukaa ndani ya kanisa lake na kukubali kuongozwa na yeye. Kumbe maisha ya kumtetea yeye ni maisha ya kuongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Maisha hayo yanatufundisha kukaa ndani ya kanisa lake kwa uaminifu, tukiendelea kuwafundisha watu kumpenda yeye kwa njia ya maisha yetu. Hivyo wapo wanaohitaji wafundishwe na wewe kwa njia ya maisha yako. Wapo wafanyakazi wenzako, wafanya biashara wenzako, watakiwa wamtangulize yeye katika biashara hizo, katika ajira walizo nazo, katika kazi zao za kisiasa. Wewe uliyemwamini Yesu ndio watakiwa wafundishe upendo wa kuishi imani hiyo, ukimtetea yeye katika magumu yote yanayojitokeza katika hali hiyo. Wapo watakao kataa kuonyeshwa mfano wa kuongozwa na Kristo katika biashara zako, watakuchukia. Yeye anasema watu hao watakuchukia, lakini wewe ishikilie imani hiyo na upendo wako ushikilie tu. Wapo watakao chukizwa katika uwajibikaji wako ambao ni mzuri katika ajira yako, watataka uache kazi hiyo, lakini wewe shikilia uaminifu huo na Yesu ataendelea kukutunza, na Mungu aliyemtuma Yesu kwako ataendelea kukulinda zaidi. Yeye ndiye chanzo na ndiye anayetupatia mafanikio yetu yote. Basi tuishikilie imani hiyo, tuwafundishe watu kumtanguliza yeye katika maisha yetu yote mpaka tuweze kupata uzima ujao. Tumsifu Yesu Kristo. Ya dunia
adui